Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne katika Oktava ya Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 36 hadi 41. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 11 hadi aya ya 18. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao akamwambia, "Mama, unalilia nini?" Akawaambia, "Kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka." Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, "Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani?" Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa." Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, "Raboni," yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu." Mariamu Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, na ya kwamba amemwambia hayo. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji katika tafakari ya Injili ya leo. Kanisa huadhimisha kwa namna ya pekee sana matendo ya ukombozi wetu, ambayo ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo hayo matatu, yani mateso, kifo na ufufuko, ndiyo Pasaka. Pasaka ni upendo wa Mungu kwa wanadamu uliotoa nafsi moja, nafsi za Mungu, yani Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuruhusu iteswe, isulubiwe, ife na kisha ifufuke. Nadhihirisha utukufu wa Mungu na upendo wake kwa wanadamu. Mpendwa msikilizaji, katika somo la Injili tuliotoka kusikia hivi punde, tunakutana na mtumishi huyu wa Mungu ambaye ndiyo wa kwanza kutokewa na Yesu Kristo na kujidhihirisha kwamba amefufuka kweli, na aende akaeneze habari njema kwa ndugu zake kuwa Yesu amefufuka. Na huyu si mwingine ni Maria Magdalene. Anatumwa na Kristo akashuhudie kwa watu kuhusu ufufuko huu wa ajabu, kama tunavyotumwa na sisi leo hii. Tumetoka kusherehekea ufufuko huu wa mkombozi wetu Yesu Kristo, yaani Pasaka ya Bwana. Lakini katika sherehe hizo za Pasaka hatuishii tu kula na kunywa, bali tuna wajibu tuliopewa na Kristo mfufuka, kwamba tukatangaze habari hii nzuri, tukaseme kwa ambao hawajui, tukawaambie ulimwengu habari hii njema. Kristo Yesu anamtuma Maria Magdalene akawaambie ndugu zake kuwa yeye amefufuka na yupo hai. Kristo ananituma na anakutuma na wewe ukatangaze habari njema kwa ulimwengu. Habari hii njema tunatangaza kupitia kuwahubiria watu neno la Mungu, pamoja na kuonesha Ukristo ulio ndani mwetu
kwa wenzetu. Kristo alikuwa mpole, alikuwa na upendo mkuu kwa wote. Hivyo anatutuma pia sisi tuoneshe hayo yote kwa ndugu jirani na kwa yeyote yule anayetuzunguka. Tumesikia katika somo la Injili maneno ya Yesu akimwambia Maria Magdalena kwamba enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Tunaona Yesu anampa agizo Maria akawathibitishie kwamba yeye pamoja na wote watakao muamini hawana utofauti, kwani Kristo anawaahidi kwamba Mungu wake yeye pia ni Mungu wao pia wanaomuamini. Msikilizaji, hapa Yesu anatupa agizo kubwa. Tukatangaze neno lake kwa watu wote na kwa viumbe vyote. Na hili kutumwa kwa wote kwenda kutangaza neno la Mungu ambaye ni Kristo mwenyewe. Tunaona Petro mwenyewe, mwanafunzi wa Kristo, akihakikisha anafikisha ujumbe kwa watu wote. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 36 hadi 37, ambapo Petro baada ya kufanya utume huo anawaambia watu kwamba baada sasa ya kujua neno la Mungu ambaye ndiyo Kristo mwenyewe, basi tubuni na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate kuondolewa dhambi zenu na kumpokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Ni maneno ya Petro kwa watu. Petro pia daima hakuacha kufundisha watu kuwa Kristo ni kwa ajili ya wakubwa, wadogo, waume wake, kwa walio karibu, walio mbali, na kwa ajili ya kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu anamuita kwake. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 39. Hivyo mimi na wewe tumepewa jukumu kama hili analofanya Petro ya kuwapeleka wenzetu kwa Kristo mshindi wa kifo, yani Kristo mfufuka. Kristo amefufuka kweli kweli, haleluya. Na huu kweli daima hubaki ulivyo. Tunajifunza kuwa ukweli siku zote haujifichi, na pia ukweli hudhihirika daima. Tusiogope daima kushuhudia huu ukweli kwa ulimwengu, kama Kristo alivyotupa agizo hilo, na kuendelea kutangaza ukweli kwa wote kwamba amefufuka. Kwa uwezo wake mwenyewe Kristo alilijenga tena hekalu la mwili wake lilipokuwa limebomolewa na kifo. Basi tumuombe kwa furaha atujalie baraka za ufufuko wake, kama alivyowapasha habari wale wanawake na mitume kuhusu ufufuko wake. Basi na sisi tumuombe Kristo atupe uwezo wa kushuhudia ulimwengu juu ya wokovu huu, kwani aliwaahidi watu wote kwamba watafufuka pamoja naye. Tumuombe Kristo mfufuka aendelee kutufanya watangazaji wa habari njema kwa watu, na tuendelee kuwa wa kuwapatia watu tumaini jipya, naye atatujalia Roho Mtakatifu ambayo hufanya yote upya ndani mwetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.